Ni katika ziara ya mbunge wa jimbo la Mtwara mjini Mheshimiwa Joel Arthur Nanauka ambaye ametembelea katika ujenzi wa soko mbadala katika kata ya Magengeni, halmashauri ya manispaa Mtwara Mikindani mkoani Mtwara. Kwa mujibu wa taarifa ya mradi huu, inaeleza kuwa mradi huo utagharimu shilingi milioni 49 mpaka kukamilika kwake, ambapo mpaka sasa wameingiziwa shilingi milioni 15 na tayari shilingi milioni 9 imekwisha tumika. Halmashauri ya manispaa Mtwara Mikindani kwa mwaka wa fedha 25/26 imepokea jumla ya fedha shilingi milioni 15 kutoka serikali kuu kupitia mfuko wa jimbo ili kuwezesha utekelezaji wa ujenzi wa soko mbadala Mikindani iliyopo kata Magengeni katika halmashauri ya manispaa Mtwara Mikindani. Taarifa za awali. Mshitiri mtendaji wa serikali ya mtaa manispaa Mtwara Mikindani. Washauri wasimamizi ni Zubeli Ponela Mtwara Mikindani, huyu ndio injinia wa mradi wetu. Jina la mradi ni ujenzi wa soko mbadala Mikindani. Jina la fundi mkuu ni Jackson Peter Alimoja na gharama za ujenzi wa gharama za fundi ni shilingi milioni 7. Mradi huu unatekelezwa kwa mfumo wa force account. Fedha ziliingizwa katika ofisi ya kata Magengeni mnamo tarehe 2 mwezi wa 3 mwaka huu kiasi shilingi milioni 15, ambapo mradi ukaanza kutekelezwa mnamo tarehe 13 mwezi wa 6 mwaka 2026. Jengo lilianza kusetiwa pamoja na uchimbaji wa msingi. Mradi ulipangwa kutekelezwa kwa muda wa siku 67 kwa mujibu wa mkataba wa fundi. Mradi huu unatazamiwa kukamilika tarehe 15 mwezi wa 8, ambapo hapa tatokea changamoto zitakazosababisha mradi kushindwa kukamilika kwa muda huo. Mradi huu unahusisha kazi za ujenzi wa jengo moja, yani ni hili hapa, pamoja na vizimba vyake ambavyo vitakuwa ndani, ambapo hadi leo tarehe 31 upo katika 18% ya utekelezaji wa mradi wote kwa gharama ya kiasi cha shilingi milioni 9,461,887 kati ya jumla kuu ya kiasi cha fedha shilingi milioni 15 kilichopokelewa kutoka serikali kupitia mfuko wa jimbo. Yaani kwamba kwa ufupi bajeti mzima ya mradi huu ni milioni 49, lakini ambayo tumekabidhiwa ni milioni 15. Akizungumza katika ziara hiyo, Mheshimiwa Nanauka ameeleza kuwa wafanyabiashara waliopo sasa katika soko hilo pale ambapo soko mbadala litakuwa limekamilika. Kwenye masoko mengi kama yakirekebishwa, hata mimi nikipita kwenye ziara nakutana na hizo kesi. Unakuta wale waliolengwa wanaachwa, wanakuja kuchukuliwa watu wapya. Yaani unakuta hapa tumewalenga tayari, tuna watu wetu kule ndani. Leo unasema ile halitoshi kwa sababu halijakamilika. Likikamilika wanatokea watu wenye nguvu, wanawasukuma wale ambao ndio tuliwalenga. Alafu unaanza kupata kesi. Sasa cha kwanza maelekezo yangu ni kwamba mfanye uratibu vizuri mapema. Walioko mle ndani wajulikane, waandikishwe na wao ni kipaumbele kwenye hili soko. Sasa wengine watakokuwa wamezidi waje kama nyongeza. Lakini tusije tena tukapata kesi na kuja kusikia kwamba bana sisi tuliokuwa ndo tulikuwepo mwanzoni tumeachwa kwa sababu kuna mtu mwingine amekuja kutoa hela nyingi, tutakuwa tujakidhi vigezo. Na dhamira kuwaleta hapa ni mazingira mazuri, lakini pia kutengeneza kipato kwa ajili ya halmashauri yetu, kwamba ili eneo sasa litumike kama ghala, tulikodishe, tuongeze kipato, tuweze kuweza kuingiza fedha nyingi zaidi. Kwa wito wangu tuliratibu hili jambo vizuri mapema. Tusisubiri soko limeisha alafu ndo tunaanza. Tuliratibu sasa hivi, tujue kule ndani wako wangapi, waandikishwe kwa majina yao, ili linapoisha wale ndo wanakuwa wa kwanza. Ikibaki ya nyongeza ndo tunawapa wale wengine wapya ambao watakuja. Msisitizo wangu ni kwamba tuongeze kasi ya utekelezaji, tuko nyuma wakati na kama ambavyo mkurugenzi ameahidi kwa barua, kwa tunatarajia kwamba ikifika mwezi wa 10 basi tuwe tumelikamilisha, tuje basi tulizindua, wafanyabiashara wapate sehemu nzuri ya kufanya biashara zao. Naye diwani wa kata Magengeni ameomba ujenzi huo kutekelezwa kwa haraka. Ali diwani wa kata Magengeni, mimi nipende tu kumshukuru Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan kwa kuweza kutupatia fedha nyingi sana katika kata yetu, hususan katika miradi ya afya, elimu na mambo mengine. Lakini pia nikushukuru Mheshimiwa mbunge Joel Nanauka ambaye ni waziri wa vijana kwa kuweza kujituma, lakini pia kujitoa katika kazi zako ambazo unaendelea kuzifanya, lakini pia kuweza kutupatia fedha shilingi milioni 15 kutoka katika mfuko wa jimbo kwa ajili ya kutekeleza hili jambo la ujenzi huu wa soko. Ni kweli changamoto kubwa ambayo tulikuwa nayo, lakini pia bado tunayo, kwa sababu hapa kuna vitu viwili ambavyo sisi tunategemea tuweze kupata mapato. Upande wa soko tupate mapato ya manispaa, lakini pia upande wa hala tuweze kupata mapato ya manispaa.
Lakini pia niombe ofisi ya mkurugenzi pamoja na mwezi wa 10, lakini tujitahidi ikiwezekana isifikie mwezi wa 10, kwa sababu tunategemea miezi hii miwili mitatu wawekezaji wanalitaka hili hala. Kwa hiyo endapo tutafanya haraka, inawezekana tukapiga ndege wawili kwa jiwe moja. Kutoka hapa katika mji wa Mikindani, manispaa Mtwara Mikindani, mkoani Mtwara, mimi ni Heri Abdalla na hii ni Chivihi Media.